Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu atafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Wapendwa, habari ya jioni. Karibuni tena katika mwendelezo wa vipindi vyetu, na kabla ya kuanza kipindi cha leo jioni, naomba tupige magoti kwa ajili ya ombi. Tuombe. Tunakushukuru Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, kwa kutulinda na kutuongoza tangu asubuhi mpaka wakati huu. Tumepiga magoti mbele yako kama tulivyo, tukiomba msamaha wa dhambi. Baba, utusamee mahali pote ambapo tumekukosea, utuoshe na kutakasa kwa damu ya mwanao iliyomwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na utupatie Roho wako Mtakatifu muda huu ili tukaweze kujifunza hizi kweli za milele. Katika jina lake Yesu tunaomba, amina. Somo la 482 lenye kichwa kinachosema utafiti wa kina wa na mwongozo wa kukabiliana na matumizi mabaya ya kauli za Ellen G. White katika Testimonies to Ministers, na hii ni sehemu ya 7. Natumai kesho tutamalizia sehemu ya 8. Tuingie kwenye fungu la kukariri. Fungu la maandiko linapatikana katika Wathesalonike wa kwanza 2:10 hadi 12, ambapo anasema, na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea, kwa sababu hakukubali kuipenda ile kweli wapate kuokolewa. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu wa uamini uongo, ili wahukumiwe wote ambao hawakuiamini kweli, bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu. Na Isaya 8 na Isaya 28 mstari wa 10 hadi wa 13 anasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi: amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Isaya 28 mstari wa 10 na wa
3. Tunaendelea na tulipoishia jana. Tuingie kwenye mwaka wa 1909. Anasema katika uzoefu wa uongo ambao umekuwa ukiingia, ushawishi dhahiri unafanya kazi ili kuinua mawakala wa kibinadamu na kuwaongoza wengine kutegemea hukumu ya kibinadamu na kufuata udhibiti wa akili za kibinadamu. Ushawishi huu unaelekeza akili kutoka kwa Mungu. Mungu apishe mbali kwamba uzoefu wowote kama huo utaongezeka na kukua katika safu zetu kama Waadventista wa Sabato. Testimonies to Ministers, ukurasa wa 481 ya mwaka 1900. Lengo la Mungu ni kwamba kila mwanadamu aweze kuwajibika kwa Mungu, aulize Mungu, mapenzi yako ni yapi? Lakini mwanadamu anapotaka kudhibiti na kuamrisha mambo, anaingilia mahali pa Mungu. Mwaka 1913, kanuni zimepotoshwa. Watu wamekuwa wakitoka kwenye kanuni sahihi kwa ajili ya kutangaza kile ambacho taasisi hizi zilianzishwa. Zimeshindwa kufanya kazi ile ambayo Mungu aliagiza ifanyike ili kuandaa watu. Southern Union Worker, Nashville, Tennessee, ukurasa wa 16, mwaka 1913. Nimeagizwa kuonya kwamba hisia za udanganyifu zinaburudishwa, unyenyekevu na tahadhari ya uongo, tabia hukataa kukiri imani yetu. Wakati wa usiku mambo yamewasilishwa mbele yangu ambayo yamesumbua sana akili yangu. Inaonekana nilikuwa kwenye mikutano ya ushauri ambapo mada hizi zilijadiliwa na hati zilizoandikwa ziliwasilishwa zikitetea maridhiano, concession. Ndugu, je, turuhusu ulimwengu kuunda ujumbe ambao Mungu ametupa tuwafikie? Yani, can we mold our message? Eti turekebishe ujumbe ili kusudi tuwapate? Hasha. Na hiki ndicho kilichomfanya Ellen G. White akaumia. Je, kwa ajili ya sera hizi policy tusaliti amana takatifu? Ieleweke kwamba Waadventista wa Sabato hawezi kufanya maelewano yoyote, no compromise. Ukweli, yani wanasema kwamba ukweli wa Mungu ushike kama ulivyo, hakuna haja ya compromise. Counsels to Editors and Writers, ukurasa wa 94 hadi wa 95. Anaendelea kusema kwamba katika kuwakilishwa ambako kulipitishwa mbele zangu, naliona kazi fulani ikiwa inafanyika. Msingi wa imani yetu ambao ulijengwa kwa maombi mengi, kwa kuchunguza kwa bidii maandiko, ulikuwa unabomolewa nguzo baada ya nguzo. Imani yetu haikutakiwa kuwekewa kitu chochote juu yake. Hema takatifu ilikuwa imetoweka, upatanisho ulikuwa umetoweka pia. Manuscript ya 46 ya Mei 18, 1904 na The Upward Look, ukurasa 152. Mnamo mwaka 1966, baadhi ya kauli zilionekana katika jarida letu la SDA la Ministry. Kauli moja ilikuwa ya Leroy Flume na nyingine ya Howard Weeks. Flume alisema, sikiliza, mbinu za zamani hazifai tena. Leo mtazamo wa kizamani wa kukataa, yani ukisisitiza zaidi mambo ambayo tunatofautiana na makundi mengine ya kidini, umepita kabisa, umepita. Na kwamba hivi ndivyo kama ilivyopasa kuwa. Huu ndio ujumbe wa malaika watatu. Eti mapatano anasema ni ujumbe wa malaika watatu ambao tunashiriki kwa kawaida pamoja na Wakristo wote wanaoguswa rohoni au evangelicals. Lazima tugeuke sawa na hali inayobadilika. Ministry Magazine, Machi 1966, ukurasa wa 10 hadi wa 13.
Wicks naye alieleza kama katika kutegemea jukumu la juu la kinabii katika mielekeo hii, Waadventista wanapaswa kujifunga mishipi yao ya Injili na wanaweza kujikuta wenyewe katika hatua ambayo ni sawa na Wakristo wengine wanaoguswa rohoni ambao wanashiriki kusudi lao. Billy Graham hatimaye anaweza kuwa mwinjili au the best evangelical, mwinjilisti wa kiroho mashuhuri sana anayejulikana kitaifa. Yaani wanafikia hatua huyu ni Sunday keeper anayetunza Jumapili, wanamsifia kwamba ndio bora. Wicks anaendelea, kanisa la Waadventista leo limejiandaa vema zaidi kufanya kazi ile ile ya Injili na madhehebu haya ya wanaoguswa rohoni au evangelicals kuliko wakati uliopita katika historia. Dhehebu limejiweka pazuri zaidi kuliko wakati wowote katika dhana za kihistoria za wanaoguswa rohoni. Msisitizo mzito na wakati mwingine wa upinzani katika sheria na Sabato katika wakati uliopita bila hofu ulirarua neva zaidi. Eti Sabato na sheria eti huu ni msimamo uliorarua neva. Wanataka ile concession, maridhiano. Ukilinganishwa na leo pamoja na mali halisi za urithi wa dhehebu linaloguswa na roho. Zama mpya za msisitizo wa uinjilisti na ukuaji katika washiriki. Ministry Magazine, Juni 1966, ukurasa wa 18 hadi wa 21. Je, dhehebu letu linalodai kuwa la SDA liliamua kujiunga na wanaoguswa rohoni na kufundisha sawa na makanisa mengine? Miaka mitatu tu baadaye, katika Baraza la Vuli la mwaka 1969, azimio lilipitishwa la kufundisha yale tunayofanana pamoja na makanisa mengine, kwamba tufundishe yale tunayofanana. Haya yanayorarua neva, yanayopinga, anasema hapana. Sikiliza walichoazimia, anasema ambapo imepigwa kura, mipango ya idara, kubuni mvuto wa jamii, kuweka wokovu mahali unapoweza kufikiwa na wengi, kuweka msisitizo katika ukweli usioleta upinzani ambao tunashiriki kwa pamoja na Wakristo wote. Review and Herald, Desemba 18, 1969, azimio la Baraza la Vuli. Kama matokeo ya azimio hili, kitabu cha mpango mpya kilichofuata kiliandikwa, yani So Much in Common, mambo mengi tunayofanana. Kiliandikwa na Baraza la Makanisa Ulimwenguni na Kanisa la Waadventista wa Sabato. Kilichapishwa na Baraza la Makanisa Ulimwenguni mwaka wa 1973. Kitabu hiki kinaelezea jinsi mafundisho ya shirika linalodaiwa kuwa la SDA yanavyofanana na makanisa ya Baraza la Makanisa Ulimwenguni, yani World Council of Churches, WCC. Kwa kukataliwa na maridhiano ya kweli zetu safi za SDA na uongozi unaodaiwa kuwa wa SDA, kwa kweli sasa kuna mengi tunayofanana. Baada ya kuchambua yale tunayofanana, yani wanashusha Injili angalau tubebe watu wengi. Dada White ametuonya na anasema hivi: kwa miaka mingi pamekuwepo katika makanisa ya imani ya Kiprotestanti shauku kubwa na inayoendelea kuongezeka ya kupendelea kuwepo kwa muungano uliojengwa juu ya msingi wa yale maeneo ya mafundisho yanayokubaliwa na makundi yote. Kufikia muungano huo, lazima ionekane muhimu kuachana na mjadala unaohusu mafundisho yale ambayo hayakubaliwi na wote, yaani hata yawe muhimu jinsi gani kwa mtazamo wa Biblia. The Great Controversy, ukurasa 444. Anaendelea kusisitiza kwamba wote wanaopuuza neno la Mungu ili kujifunza urahisi na sera, ili wasiwe na ugomvi na ulimwengu, wataachwa kupokea uzushi wa kulaaniwa badala ya ukweli wa kidini. Spirit of Prophecy, Volume 4, ukurasa 346.
Mjumbe wa Mungu anaongezea tena kusema hivi, wale ambao kwa hekima yao ya kibinadamu wanajaribu kuficha sifa za kipekee zinazowatofautisha watu wa Mungu na ulimwengu watapoteza maisha yao ya kiroho na hawataungwa mkono tena na nguvu zake. Testimonies for the Church volume 6 ukurasa 250. Yaani, usije ukaondoa rangi zako. Kama we ni Mwadventista msabato, weka rangi zako kweupe. Hata wakikupa pesa kwa dakika moja usikubali. Anasema wakati wale wanaoungana na ulimwengu huku wakidai usafi mkubwa wanapoomba muungano na wale ambao wamewahi kuwa wapinzani wa ukweli, tunapaswa kuwaogopa na kuwaepuka kama Nehemia alivyofanya. Prophets and Kings ukurasa wa 660. Niliwahi kumuuliza profesa wangu pale Newbold College kwamba alipojisifia kwamba nilienda nikakaa pamoja na Papa, nikasema mnyama unaenda kukaa naye Vatican? Nikasema na wasiwasi na wewe, bila shaka na wewe ni mnyama, unaweza ukanirarua saa yoyote. Baada ya kusema maneno hayo, ndio mwanzo wangu ambapo mambo yaliharibika, ikabidi nihame Uingereza bila kupenda, lakini angalau rangi zangu zimeonekana. Nacho kiheshimu ni onyesha rangi zako. Mnamo Machi mwaka 1975, mitambo yetu ya uchapishaji ya SDA, yani Pacific Press, ilikuwa katika kesi na tume ya fursa sawa ya ajira ya serikali ya shirikisho la Marekani. Kesi hiyo ilisikilizwa katika mahakama ya wilaya ya Marekani, wilaya ya kaskazini ya California huko San Francisco. Katika hati ya kiapo kutoka kwa rais wetu wa baraza kuu la SDA, yani Nelson C. Wilson, anaeleza, na hapa na nukuu, anasema ingawa ni kweli kwamba kulikuwepo na kipindi katika historia ya kanisa la Waadventista wa Sabato wakati dhehebu tulipochukua msimamo pekee wa kupinga mawazo ya Wakatoliki wa Kirumi na msamiati msongi wa madaraka au hierarchy ulitumiwa katika upinzani mkali kurejea kwenye mfumo wa utawala wa kanisa la kipapa. Mtazamo huo kwa upande wa kanisa ilikuwa ni upinzani wa upapa ulioenea katika madhehebu ya Protestanti mwanzoni mwa karne hii na mwishoni mwa karne iliyopita, na ambao sasa umewekwa katika upande wa takataka zilizorundikana kulingana na kanisa la Waadventista wa Sabato linavyohusika. Reply brief for the defendant ukurasa wa 4, case number C mkato 74 mkato 2025 CBR Machi 1975 San Francisco Federal Court. Mnamo mwaka 1990, Joan Campbell, mkurugenzi wa ofisi ya Marekani ya Baraza la Makanisa Ulimwenguni, alikuwa akizungumza na Waadventista na akasema, kumbuka hapa ni mwaka 1990, anasema ni furaha kwangu kuwa na ninyi tena. Nawaletea salamu za furaha kutoka kwenye Baraza la Umoja wa Makanisa Ulimwenguni na kutoka kwa makanisa yetu wanachama ulimwenguni kote. Wakati nilipokuwa kwenye huduma ya ibada yenu jana, ilionekana kwangu kana kwamba ulikuwa ni wasaa wangu wa kuabudu, hali kadhalika na ninyi. Na ulisema kwangu kwamba kuna mambo mengi ambayo tunashiriki kwa pamoja. Kwa hiyo kama Wakristo wenzangu, kama wale wa Pentekoste katika siku za mwanzoni, tunaangaliana sisi kwa sisi na kusema kwamba tunashiriki mambo yote pamoja. Adventist Review Julai 10, 1990, kurasa wa 6. Na tamko hili liliandikwa na kuchapishwa katika review yetu wenyewe kama kitu cha kujivunia. Linapaswa kuibua maswali machache. Je, hii si dalili kwamba dini yetu imebadilishwa? Yaani eti Pentekoste wanaoguswa rohoni wanakuja eti wanasema wanajisikia vizuri kwenye ibada. Maana yake ibada zetu zimeshinda kukemea maovu. Hata hawa they feel comfortable in our congregation, katika makutano yetu. Nasema zamani sana dada White alionya,
Tuko katika hatari ya kuwa dada kwa Babeli iliyoanguka kwa kuruhusu makanisa yetu kupotoshwa na kujazwa na kila roho mchafu na ngome ya kila ndege mchafu na mwenye kuchukiza. Manuscript Releases Volume 21 kurasa 380. Kwa hiyo Bwana ana mateto na watu wanaojiita kuwa wake katika siku hizi za mwisho. Katika mateto haya, watu katika nyadhifa za kuwajibika au nyadhifa husika watachukua njia ambayo moja kwa moja ni kinyume na ile iliyochukuliwa na Nehemia. Si kwamba wataikataa tu na kuidharau Sabato wenyewe, lakini watajaribu kuiondoa machoni pa wengine kwa kuizika chini ya takataka za mila na desturi. Katika makanisa na mikusanyiko mikubwa ya wazi, wachungaji watawasihi watu juu ya umuhimu wa kutunza siku ya kwanza ya juma. Review and Herald, Machi 18, 1884. Tafadhali kumbuka kwamba watu wengi wa kidini wa ulimwengu huu tayari wanaabudu siku ya Jumapili. Kwa hivyo sio wachungaji wao wanaowahimiza kuabudu Jumapili. Ni uongozi wetu wa SDA unaodaiwa ndio utakaohimiza umuhimu wa kuitakasa Jumapili. Wale wanaoheshimu Sabato ya Biblia watashutumiwa kuwa maadui wanaopingana na sheria na taratibu, kama watu wanaovunja mipaka ya maadili katika jamii, wakisababisha ufisadi na mfumo wa maisha usio na utaratibu, na kuziita hukumu za Mungu zishuke juu ya dunia hii. Kujizuia kwao kwa sababu ya dhamiri kutatangaza kuwa ni kiburi, ukaidi na dharau kwa wenye mamlaka. Watashtakiwa kwa kutoheshimu serikali. Wahubiri wanaokana wajibu wa watu kwa sheria ya Mungu watahubiri mimbarani kuhusu wajibu wa kutii mamlaka za kiraia, kwamba zimewekwa na Mungu. Tii serikali, ni mamlaka iliyokuu, ndio itakuwa kilio chao. Katika kumbi za kutungia sheria na katika mahakama, wale wanaozishika amri wataelezwa vibaya na kuhukumiwa. Maneno yao yatapakwa rangi ya uongo. Muonekano mbaya mno wa kutungwa utavishwa katika tabia zao. The Great Controversy, ukurasa 592. Kumbuka, tuna sababu zaidi ya kuhofia kutoka ndani kuliko kutoka nje. Ili watu wanasema we have more to fear from within than from without. Tuna sababu zaidi za kuhofia kutoka ndani. Yaani hawa wachungaji wetu ndio wanaenda kugeuka na kutulalua. Selected Messages Volume 1 ukurasa 121. Kanisa lililoasi litaungana na nguvu za kidunia na kuzimu ili kuweka alama ya mnyama kwenye paji la uso au mkononi na kuwashawishi watoto wa Mungu kumwabudu mnyama na sanamu yake. Watajaribu kuwalazimisha kukataa utii wao kwa sheria ya Mungu na kutoa heshima kwa upapa. Kisha dhahabu itatengwa kutoka kwenye takataka na itafanywa ionekane wazi ni nani walio wacha Mungu na ni nani walio waaminifu na wa kweli na ni nani wasio waaminifu. Takataka na mapambo. Kila mtu ambaye hayuko katika Kristo atashindwa kustahimili mtihani na jaribu la siku hiyo. Review and Herald Volume 2 ukurasa 609. Ndiyo maana nakazana kwamba acha dhambi isisikike kwenu, maana kwa namna hiyo ndio tutaweza kustahimili hili pambano lililo mbele yetu. Upeo wa hatari wa Stanton na Caldwell mwaka wa 1893. Kanisa la Masalio sio Babeli. Mwaka 1893 kanisa la Masalio halikuwa Babeli, lakini nilishaelezea kwamba kuna hatua kadhaa zinaanza Babeli, baadaye Babeli iliyoanguka. Haiwezi kuanza kuwa tu Babeli, ina hatua la uvuguvugu. Babeli iliyoanguka. Nilishaeleza hilo somo kwa kirefu. Asema upeo wa hatari mkubwa ulitokea kanisani mwaka wa 1893. Huku Ellen White akiwa Australia.
Watu wawili kwa majina ya Stanton na Caldwell walichapisha kipeperushi kikisema kwamba kanisa lilikuwa Babeli na kwamba kilio cha usiku wa manane hatimaye kilipaswa kuwaita kutoka Babeli, yaani kwamba SDA imeshakuwa Babeli. Mwaka 1893 ilikuwa haijawa Babeli. Unapotafsiri hizi shuhuda, angalia time and place, wakati na mazingira lazima uviangalie. Viongozi wa SDA walitumia vibaya kauli za Ellen G. White kwa watu hawa. Ilibidi awashukie kwa sababu walikuwa wakikimbia mbele ya malaika kuhusu wakati, mahali na mazingira, yaani time, place na hali au mazingira ya ujumbe wao. Sasa tutapitia kauli za testimonies to ministers ambazo viongozi wa SDA wanatumia kufidia safari yao ya kuingia katika uasi. Nasikia jamani, kwa kuzitumia kauli hizo kana kwamba zinatumika bila kujali kanisa linafanya nini hasa leo 1893 wananukuu hizi nukuu wakidhani kwamba bado zinatumika wakati kanisa lilishapita mahali fulani. Yani lilianza na Babeli, baadaye likawa Babeli iliyoanguka, baadaye wakafikia kabisa kwamba hamna. Lakini sasa ndio naambia kwamba bora hata Babeli, lakini kanisa la SDA si Babeli. Kanisa la Babeli ni Yerusalemu, na Yerusalemu ni mbaya zaidi. Kwa nini? Mungu aliulilia Yerusalemu, hakulilia Babeli. Kwa nini? Kwa sababu Yerusalemu umetenda mabaya zaidi. Nasema kwanza kabisa tunapaswa kuelewa ufafanuzi wa Ellen White wa Masalio. Alisema kwamba kanisa la Masalio ni lile linaloshika amri za Mungu. Hapa namnukuu, anasema kundi lilipitishwa mbele yangu chini ya jina la Waadventista wa Sabato au SDA, ambao walikuwa wanashauri kwamba bango au bendera au alama ambayo inatufanya kuwa watu wa pekee haitakiwi kuwekwa mbele kiasi cha kushtua watu, kwani walidai kuwa haukuwa utaratibu mzuri sana katika kupata mafanikio kwa taasisi zetu. Bango hili la kipekee lazima liinuliwe hadi kufungwa kwa rehema ya ulimwengu. Katika kuelezea watu masalio wa Mungu, Yohana anasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu, hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Ufunuo 14:12. Hii ndiyo sheria na Injili. Ulimwengu na makanisa vinalingana katika uwiano wa kuasi sheria ya Mungu, katika kubomoa ukumbusho wa Mungu, na katika kuinua Sabato ambayo inabeba sahihi ya mtu wa kuasi au papa. Lakini Sabato ya Bwana Mungu wako inapaswa kuwa alama kuonesha tofauti kati ya watii na wasio watii. Na aliwaona wengine wakinyosha mikono yao kuondoa bango na kuhafifisha umuhimu wake, yani kuondoa rangi zetu zinazotutambulisha. Iko katika Selected Messages Volume 2 kurasa 385 aya ya 2. Kauli ifuatayo inaonyesha umuhimu mkubwa wa kutumia kanuni ya uzito wa ushahidi kwa kauli zote za Ellen White, yani formula of weight of evidences. Kanuni ya ushahidi lazima uitumie, vinginevyo utatafsiri visivyo. Kwa kushangaza au si kwa kushangaza sana, wachungaji wa SDA wana hatia ya mambo yale yale ambayo Ellen White anaelezea. Hilo litaonekana wazi zaidi tunapoendelea katika utafiti huu wa kina. Anasema mjumbe wa Mungu hivi: itagundulika kwamba wale wanaobeba ujumbe wa uongo hawatakuwa na hisia ya juu ya heshima na uadilifu. Watawadanganya watu na kuchanganya na makosa yao shuhuda za dada White na kutumia jina lake kutoa ushawishi kwa kazi yao. Wanafanya uteuzi kama huo kutoka kwenye shuhuda wanapofikiri wanaweza kuzipotosha ili kuunga mkono misimamo yao na kuziweka katika mazingira ya uongo ili makosa yao yawe na uzito na kukubaliwa na watu. Ellen G. White anasema wakati hajasema au
hakuwa na wazo hilo kichwani. Wanatafsiri vibaya na kutumia vibaya kile ambacho Mungu amewapa kanisa ili kuwaonya, kuwashauri, kuwakaripia, kuwafariji na kuwatia moyo wale watakaofanyiza watu wa Mungu waliosalia. Wale wanaopokea shuhuda kama ujumbe wa Mungu watasaidiwa na kubarikiwa nazo, lakini wale wanaozichukua kwa sehemu ili tu kuunga mkono nadharia au wazo lao wenyewe ili kujitetea katika njia ya makosa, hawatabarikiwa na kunufaika na kile wanachofundisha. Kudai kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli ni kutoa dai lile lile kama Shetani, ambaye ni mshtaki wa ndugu, ambaye anawashtaki mbele za Mungu usiku na mchana. Kwa kutumia vibaya shuhuda hizi, roho huwekwa katika hali ya kuchanganyikiwa, kwa sababu haziwezi kuelewa uhusiano wa shuhuda za msimamo kama huo unaochukuliwa na wale waliokosea. Kwa maana Mungu alikusudia kwamba shuhuda ziwe na mpangilio katika mfumo wa ukweli. Testimonies to Ministers, ukurasa wa 41 hadi 43. Laodikia anasema, anzeni katika patakatifu pangu. Anasema hivi, hapa tunaona kwamba kanisa, yaani patakatifu pa Bwana, palikuwa pa kwanza kuonja au kuhisi pigo la hasira ya Mungu. Wazee wa siku, wale ambao Mungu alikuwa amewapatia nuru kubwa na ambao walikuwa wamesimama kama wadhamini wa mambo matakatifu ya watu, walikuwa wamezitumia vibaya dhamana zao. Walikuwa wamechukua msimamo ambao hatutakiwi kutegemea miujiza na udhihirisho wazi wa nguvu za Mungu kama ilivyokuwa siku za nyuma. Nyakati zimebadilika. Maneno haya yanawatia nguvu katika kutoamini kwao, na wao husema Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Ni mwenye rehema sana kuwapatiliza watu wake kwa hukumu. Hivyo amani, amani ndiyo kilio cha watu ambao hawatapata kama kuinua sauti zao kama tarumbeta, ili kuonyesha watu wa Mungu kosa lao na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Hawa bubu wasiobweka walikuwa ni wa kwanza kupokea kisasi cha Mungu aliyekosewa. Wanaume, wanawake na watoto wadogo wote wanaangamia. Testimonies for the Church, Volume 5, ukurasa 211. Mungu anaendelea kusema hivi, nimehuzunika sana kusoma kijitabu kilichotolewa na ndugu S. au Stanton. Unaweza kuangalia kiambatisho katika kitabu cha Testimonies to Ministers, na wale wanaoshirikiana naye katika kazi aliyokuwa akifanya. Bila idhini yangu wamefanya uteuzi kutoka kwenye shuhuda na wameziingiza kwenye kijitabu walichochapisha, ili ionekane kwamba maandishi yangu yanaunga mkono na kuidhinisha msimamo wanaotetea. Kwa kufanya hivi, wamefanya kile ambacho si haki au uadilifu. Kipindi kile cha mwaka 1893 kanisa lilikuwa linapokea mvua za masika. Kwa hiyo walichokifanya hakikuwa sahihi, lakini sio sasa hivi. Kwa kuchukua uhuru usio na kibali, wamewasilisha kwa watu nadharia ambayo ni ya tabia ya kudanganya na kuharibu. Katika nyakati za zamani, wengine wengi wamefanya jambo hili na wameifanya ionekane kwamba shuhuda ziliunga mkono misimamo ambayo haikuwa ya kweli na ni ya uongo. Nimekuwa na mwanga wa kuthibitisha kwamba msimamo uliochukuliwa na ndugu Stanton na wafuasi wake si wa kweli, bali ni mmoja wa tazama upo huku au kule, eti ufalme wa Mungu tazama huku au tazama huko kule, ambao utaashiria siku tunazoishi. Yaani siku tunazoishi, Mungu yuko kule, ukweli uko pale. Yaani ndiyo msimamo ambao hawa kina Stanton walikuwa na uleta. Kama mfano wa jinsi ndugu Stanton alivyokusanya kijitabu hiki, nitatoa tukio lifuatayo. Niliandika barua ya faragha
kwa mmoja wa wachungaji wetu na kwa wema, nikifikiria ili iweze kuwa msaada kwa ndugu Stanton, ndugu huyu alimtumia nakala yake, lakini badala ya kuiona kama jambo la msaada wake binafsi, alichapisha sehemu zake katika kijitabu kama ushuhuda ambao haujachapishwa ili kuunga mkono msimamo aliyouchukua. Je, hii ni heshima? Hakukuwa na chochote katika ushuhuda kinachounga mkono msimamo ambao ndugu Stanton anao, lakini aliutumia vibaya kama wengi kwa maandiko na kuumiza roho yake mwenyewe na roho za wengine. Mungu atahukumu wale wanaochukua uhuru usio na sababu na kutumia njia zisizo za heshima ili kutoa tabia na ushawishi kwa kile wanachokiona kama ukweli. Katika matumizi ya barua ya faragha iliyotumwa kwa mwingine, ndugu Stanton ametumia vibaya juhudi za wema za mtu aliyetaka kumsaidia. Wahusika wanaochapisha kijitabu kuhusu kilio kikuu na anguko la makanisa yote wanatoa ushahidi kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu hafanyi kazi nao. Kwa matunda yao mtawatambua. Wale wanaopokea vijitabu vinavyotetea misimamo hii ya uongo watapokea hisia kwamba ninaunga mkono misimamo hii na nimeungana na watendakazi hawa katika kutangaza kile wanachokiita nuru mpya. Juzi kuna Mzambia mmoja anasema, kuna makundi yanasema eti Ruvuturupi eti nuru mpya. Watu wanakuja na nuru mpya lakini hawezi kuithibitisha. Kama ile ya zamani huiamini, hata hii mpya unadanganya tu. Ninajua kwamba ujumbe wao umechanganywa na ukweli, lakini ukweli unatumika vibaya na kupotoshwa na uhusiano wake na makosa. Ningemwambia ndugu aliyowatumia watu hawa nakala ya barua niliyomwandikia kwamba sina wazo lolote la kukukemea na hakuna mtu anayepaswa kukushutumu hata kidogo kuhusu hilo. Kama ningekuhukumu vibaya na kukukemea wakati nia na makusudi yako yalikuwa mazuri, ningeangukiwa na ghadhabu ya Mungu. Kama ndugu uliyetaka kumsaidia amechukua uhuru na amesaliti imani yako, usijilaumu na kuomboleza matokeo ya kutokuwa mwaminifu kwake. Testimonies to Ministers, ukurasa wa 32 hadi wa 34. Kiambatisho kwa Testimonies to Ministers. Asema ukurasa wa 23. Vijarida vilivyo lishutumu kanisa la SDA kuwa Babeli. Inarejea kijarida chenye kichwa kilio kikuu cha ujumbe wa malaika watatu, kilichochapishwa na mshiriki mlei wa Waadventista wa Sabato Bwana Stanton mwaka wa 1893. Mtu huyu katika kujifunza kwake Biblia na shuhuda alivuta usikivu wake katika mazingira yake kimsingi ya jumbe za karipio na onyo. Yeye akaangalia jumbe za karipio na onyo wakati hakuangalia, akisahau kwamba Mungu alisema kwamba wote ni wapendao na wakemea na kuwarudi. Ufunuo 3:19. Alihitimisha kwamba shuhuda za karipio zinafanyiza jumbe za kukataliwa na kwamba wale ambao wangejiunga katika kutoa kilio kikuu lazima wajitoe kwenye kanisa la Waadventista wa Sabato. Eti wajitenge, tokeni Babeli. Hayo yalikuwa ni makosa. Kanisa aliona lilikuwa limekuwa Babeli, na wale watakaokamilisha kazi ya Mungu duniani na kumlaki Bwana wao kwa amani lazima wajitenge na shirika. Mwanafunzi mkubwa Bwana W.F. Caldwell alitumwa Australia kupeleka ujumbe kwenye nchi hiyo na kumtembelea dada White ambaye ilidhaniwa angejiunga na majeshi yao ya matengenezo. Alipofika Australia aligundua kwamba wakati akiwa anavuka Pacific kwenda Australia, ushuhuda ulikuwa njiani kutoka New Zealand kwenda Marekani, ukitamka kipeperushi chenye ujumbe wa kilio kikuu kama moja ya udanganyifu uliobuniwa kutoa machafuko miongoni mwa makanisa.
na kutaja kwa lugha iliyo wazi zaidi kwamba ukifundisha kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato ni Babeli, umekosa. Angalia barua kamili kwenye ukurasa wa 58 hadi wa 62. Dada White alikutana na mafundisho haya ya kupotosha katika mfuatano wa makala katika Review and Herald iliyopatiwa kichwa Kanisa la Masalio sio Babeli. Sasa yakiwa kwenye ukurasa wa 32 hadi 62 wa juzuu hii. Mchakato huu chipukizi ulikuwa na maisha mafupi sana. Yaani wachungaji wa SDA wanatumia hizi nukuu za Stanton alizoziandika mwaka 1893 na akakabiliana kemeo la Ellen G. White na kwamba kanisa bwana, hatutaki kuambia watu watoke. Wanasahau wakati na mazingira. Wakati ule ilikuwa alijawa Babeli, lakini sasa hivi limeshafikia hatua imeenda zaidi ya Babeli. Kwamba mchakato wa marejeo ni mchakato muhimu wa leo na hakuna anayeweza kukataa, na una usambamba wake katika historia ya Israeli ya kale. Kanisa la Masalio limeitwa kupitia uzoefu kama ule wa Wayahudi. Selected Messages Volume 1 ukurasa 387. Hakuna hata mmoja wetu anaweza kupuuza onyo lifuatalo. Anasema majaribu ya wana wa Israeli na mtazama wao kabla tu ya kuja kwa Kristo mara ya kwanza yamewasilishwa mbele yangu tena na tena, ili kueleza msimamo wa watu wa Mungu katika uzoefu wao kabla ya kuja kwa Kristo mara ya pili. Jinsi adui alivyotafuta kila fursa ya kuchukua udhibiti wa akili za Wayahudi, na leo anatafuta kupofusha akili za watumishi wa Mungu ili wasiweze kutambua ukweli wa thamani. Selected Messages Volume 1 ukurasa 406 na Wakorintho wa pili 4:4. Ukweli wa thamani uliotajwa hapa ni nuru iliyotumwa kwa Waadventista wa Sabato mwaka wa 1888. Huu ndio ukweli wa thamani, yani ukweli wa haki kwa imani. Anaendelea kusema hivi, nimeonyeshwa kuwa roho ya ulimwengu inalichachusha kanisa haraka. Mnafuata mapito sawa na yale ya Israeli ya kale. Kuna anguko sawa kutoka katika wito wenu mtakatifu kama watu wa pekee wa Mungu. Mnashirikiana na matendo ya giza yasiyokuwa na matunda. Mapatano yenu au maridhiano yenu concessions na wasioamini yamemkasirisha Bwana. Laiti mngalijua yapasayo amani, lakini sasa yamefika machoni penu. Maneno hasa yaliyotumika kwa Israeli iliyoanguka yako kwenye ukurasa wa 17 wa The Great Controversy. Upuziaji wenu wa kuifuata nuru utawaweka katika hali mbaya zaidi kuliko Wayahudi ambao Kristo alitamka ole kwao. Testimonies for the Church Volume 5 ukurasa wa 75 hadi wa 76. Kama Israeli ya zamani, kanisa limemvunjia Mungu heshima kwa kuondoka kutoka kwenye nuru, kupuuzia majukumu yake na kutumia vibaya fursa yake ya juu na iliyotukuka ya kuwa wa kipekee na tabia takatifu. Washiriki wake wamekiuka agano lao la kuishi kwa ajili ya Mungu na yeye peke yake. Wamejiunga na wenye ubinafsi na wapendao ulimwengu. Kiburi, upendo wa anasa na dhambi vimekumbatiwa na Kristo ameondoka. Roho wake amezimishwa kanisani. Shetani anafanya kazi bega kwa bega na wanaojiita wa Kristo. Walakini wamekosa ufahamu wa kiroho kiasi kwamba hawamgundui. Testimonies for the Church Volume 2 ukurasa 441 hadi 442. Kuna kifanani cha kisasa cha watu waliochaguliwa wa Mungu wa kale walioasi. Yaani kuna counterpart, kifanani au mfano. SDA ni kielelezo.
Wayahudi ni kielelezo, lakini SDA wanafuata kwenye nyayo zile zile. Kifanani hicho cha kisasa ni watu wanaodai kuwa watu waliochaguliwa wa Mungu wa kisasa, yaani mabaki ukitaka au masalio, kama Wayahudi kama tu Wayahudi, kama tu Wayahudi. Kuna zaidi ya kauli 100 za vidokezo kwamba Wasabato wanarudia historia ya Israeli ya zamani. Hapa kuna baadhi yake tu. Anasema kutotii kwa sheria na kushindwa hasa ambavyo vilidhihirika katika kanisa la Kiyahudi vimeonyeshwa kwa kiwango katika kiasi kikubwa na watu ambao wamepata nuru hii kubwa kutoka mbinguni katika ujumbe wa mwisho wa onyo. Testimonies for the Church Volume 5 ukurasa 456. Historia hujirudia yenyewe. Yaliyokuwako ndiyo yatakayokuwako, na yaliyotendeka ndiyo yatakayotendeka, wala jambo jipya hakuna chini ya jua. Mhubiri 1:9. Kwa maneno mengine, michakato muhimu ya leo ina usambamba wake katika ile iliyopita. The Great Controversy ukurasa 343. Nukuu mbalimbali kuhusu kanisa la Mungu. Anasema hivi, huyu ni mjumbe wa Mungu Ellen G. White: kanisa ni chombo kiteule cha Mungu kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Lilipangiliwa kwa ajili ya huduma na utume wake ni kueneza Injili ulimwenguni kote. Tangu mwanzo ulikuwa ni mpango wa Mungu kwamba kupitia kanisa lake kupitia kanisa lake utaakisiwa kwa ulimwengu utimilifu wake na utoshelevu wake. Washiriki wa kanisa, wale aliowaita kutoka gizani ili kuingia katika nuru yake ya ajabu, wanapaswa kudhihirisha utukufu wake. Kanisa ni hazina ya utajiri wa neema ya Kristo, na kupitia kwa kanisa hatimaye itadhihirishwa hata kwa falme na mamlaka katika ulimwengu wa roho, onesho la mwisho na kamili la upendo wa Mungu. Waefeso 3:10. Acts of the Apostles ukurasa wa 9 aya ya 1. Ahadi nyingi za ajabu zimeandikwa katika maandiko matakatifu kuhusu kanisa. Nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Isaya 56:7. Nitawafanya wao na mahali palipouzunguka mlima wangu kuwa baraka. Nami nitafanya mvua inyeshe kwa wakati wake, kutakuwa na manyunyu ya baraka. Nami nitawasimamishia mche wenye sifa, nao hawataangamizwa tena na njaa katika nchi, wala hawataichukua tena aibu ya mataifa. Hivyo watajua ya kuwa mimi Bwana Mungu wao ni pamoja nao, na ya kuwa wao nyumba ya Israeli ni watu wangu, asema Bwana Mungu. Na ninyi kondoo zangu, kondoo wa malisho yangu, ni wanadamu, na mimi ni Mungu wenu, asema Bwana Mungu. Ezekieli 34:26 na 29 hadi 31. Acts of the Apostles ukurasa wa 9 aya ya 2. Je, mchakato mpya wa Omega ambao umemwondoa Mungu na nguzo, fundisho muhimu kuhusu wasifu wake, hata unastahili kuwa kanisa, wakati uwepo wa Mungu pekee ndio unaweza kufanyiza kanisa? Yaani ili kanisa la SDA mnaloliona likamuondoa Mungu wa kweli, mafundisho yaliyo nguzo juu ya uungu, wakaenda kuleta, they went and smuggled in the Trinity doctrine, wakaenda kuleta kimagendo fundisho la Utatu Mtakatifu ambalo linakataa kafara ya Kristo na kumuinua Shetani. Je, ni kanisa la Mungu? Bado inaendelea kuwa kanisa la Mungu? Mungu anatoa majibu kupitia mjumbe wake akisema, Mungu analo kanisa, sio kanisa kuu la dayosisi, wala kanisa kubwa sana, wala sio lile lililoimarishwa na taifa au lililoanzishwa na taifa, wala sio madhehebu mbalimbali. Ni watu wanaompenda Mungu na kutunza amri zake.
kwa kuwa walipo 2 au 3 wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Matendo 18:20. Pale Kristo alipo, hata katikati ya wanyenyekevu wachache, hili ndilo kanisa la Kristo, kwa sababu uwepo wa Mtakatifu aliye juu anayekaa katika umilele ndiyo pekee unaofanya kanisa. The Upward Look, kurasa 315. Wao waiachao sheria huwasifu waovu, yani they that forsake the law praise the wicked. Mithali 28:4. Wakati wale wanaoungana na ulimwengu lakini wakidai usafi mkubwa wanapoomba muungano na wale ambao wamewahi kuwa wapinzani wa ukweli, tunapaswa kuogopa na kuepuka kama Nehemia alivyofanya. Ushauri kama huo unasababishwa na adui wa mema yote. Ni usemi wa wapoteza muda, time savers, na unapaswa kupingwa kwa udhabiti leo kama wakati huo. Ushawishi wowote ambao ungeelekea kuvuruga imani ya watu wa Mungu katika nguvu zake za kuongoza unapaswa kupingwa kwa udhabiti. Ellen G. White, Prophets and Kings, ukurasa wa 660. Baadhi wanasema Ellen alipenda kauli hii vizuri sana kiasi kwamba aliiba kutoka kwa John Harris ambaye aliandika miaka 50 iliyopita bila kumpa sifa au sifa kiuandishi, yani she never credited him. Yani katika uandishi unaponukuu eti utakuwa ku credit. Lakini nisikilize. Lakini anasema hivi, lakini kanisa la Kristo likiwa dhaifu na lenye kasoro kama linavyoweza kuwa, ndio chombo pekee duniani ambacho anakiheshimu sana. Hii nilikuwa alipenda kuiandika Ellen G. White, wakasema aliiba kwa fulani. Sikiliza. Hiyo inapatikana katika The Great Teacher, kurasa wa 158 hadi 160 wa kitabu hicho na John Harris, mwaka 1842. Ninasema Mungu alimuonesha cha kuazima kwa sababu ya ukosefu wake wa elimu na uwezo wa kuandika. Hivyo ndivyo Ellen White alivyosema kwamba elimu yake haikuwa kubwa sana. Hizi academic scholarly work ambazo tunazifanya yeye alikuwa hana uwezo nazo, lakini Roho wa Mungu kwa sababu alikuwa amejitoa kwake alimuongoza, nenda kachukue kauli kutoka hapa, kachukue kutoka hapa. Asema kulikuwa na kutengana kuliko dhamiriwa kutoka kwa waovu, kujiponya kwa ajili ya uhai. Hivyo ndivyo ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo ilivyokuwa kwa Lutu, ndivyo ilivyokuwa kwa wanafunzi kabla ya uharibifu wa Yerusalemu, ndivyo ilivyokuwa kwa wana matengenezo, na ndivyo ilivyokuwa kwa waasisi wa mchakato wa Kiadventista, na ndivyo itakavyokuwa katika siku za mwisho, yani sasa. Tena sauti ya Yahwe, sauti ya Mungu inasikika katika ujumbe wa onyo, ikiwaagiza watu wake wajitenge na uovu ulioenea. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu na Lutu, lazima kuwe na kutengana kwa dhahiri na dhambi na wenye dhambi, yani separation from sin and sinners. Ndio ujumbe wa malaika watatu. Patriarchs and Prophets, ukurasa 166 hadi 167. Kanisa liko katika hali ya Laodikia. Uwepo wa Mungu haumo katikati yake. Notebook Leaflets, ukurasa wa 99. Last Day Events, ukurasa wa 99. Mpaka mwisho wa wakati, uwepo wa Roho Mtakatifu utadumu kuwepo katika kanisa la kweli. Ellen G. White, Acts of the Apostles, ukurasa wa 55. Mungu hujaje kibinafsi kwa Roho wake Mtakatifu katikati ya kanisa lake, ikiwa kanisa limeunda mchakato mpya wa omega ambao umemuondoa Mungu. Yaani hili kanisa tulio nalo limemuondoa Mungu. Mungu atakujaje? Kama kuna Roho wake Mungu atakuja. Anasema viongozi, nasikia hii ni omega ya uasi. Viongozi wangefundisha kwamba wema ni bora zaidi kuliko kosa, lakini Mungu akiwa ameondolewa, wangeweka mategemeo yao katika nguvu za mwanadamu ambaye bila Mungu ni bure. Msingi wao ungejengwa kwenye mchanga, tufani na dhoruba vingetoesha jengo. Nani ana mamlaka ya kuanzisha mfumo kama huo mpya?
tunazo Biblia zetu, tunao uzoefu wa maisha uliojaribiwa kwa utendakazi wa Roho Mtakatifu. Tunao ukweli ambao hauruhusu mapatano na dunia. Je, hatutakataa kila kisichoendana na ukweli? Ellen G. White, Selected Messages, Volume 1, ukurasa 204 na 205. Hali ya kanisa inayowakilishwa na wanawali wapumbavu pia inasema kama hali ya Laodikia. Shahidi wa kweli anatangaza, nayajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tazama, nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama, nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu yako, na kujua ya kuwa nimekupenda, kwa kuwa umelishika neno la subira yangu. Mimi nami nitakulinda, utoe katika saa ya kuharibiwa au saa ya kujaribiwa, iliyo tayari kuujilia ulimwengu wote, kwa jaribu wakao juu ya nchi. Naja upesi, shika sana ulicho nacho, asije mtu akaitwaa taji yako. Yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka humo tena kabisa. Nami nitaandika juu yake jina la Mungu wangu na jina la mji wa Mungu wangu, huo Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni kwa Mungu wangu, na jina langu mwenyewe lile jipya. Ellen G. White, Review and Herald, Agosti 19, 1890. Ikiwa hali ya kanisa inayowakilishwa na wanawali wapumbavu pia ni hali ya Laodikia, na kanisa la Laodikia ndilo kanisa la mwisho, hakuna atakayeokolewa, kwa sababu wanawali wapumbavu hawaokolewi. Wakati mtu anaposikiliza ujumbe kwa Laodikia, yeye si Laodikia tena. Kisha kuna kurudi kwenye moja ya makanisa mengine, ama Philadelphia au kanisa la kwanza la upendo, yani Efeso. Ujumbe wa Mungu anasema hivi: fikirieni ndugu zangu na dada zangu, kwamba Bwana ana watu waliochaguliwa, kanisa lake, kuwa lake mwenyewe, ngome yake mwenyewe, ambayo anaishikilia katika ulimwengu uliojaa dhambi na uasi. Na alikusudia kwamba hakuna mamlaka yoyote itakayojulikana ndani yake, hakuna sheria zitakazotambuliwa nayo, bali zake mwenyewe. Testimonies for the Church, ukurasa wa 15, aya ya 2. Linganisha kauli iliyo hapo juu na ifuatayo, na ujiulize jinsi kanisa la watu waliochaguliwa na Mungu, ambalo ni ngome yake mwenyewe, ambalo hakuna mamlaka inayopaswa kujulikana ila yake, inaweza kuwa kanisa ambalo limemwondoa Mungu na limeweka utegemezi wao kwenye nguvu za mwanadamu, wakati alikusudia kuwa hakuna mamlaka inayopaswa kujulikana ndani yake, hakuna sheria zitakazokubaliwa nalo, bali zake mwenyewe. Muktadha wa kauli ifuatayo ni Omega. Anasema hivi: adui wa roho amejaribu kuleta kile kinachodhaniwa kwamba ni uamsho mkuu ambao ungetokea kwa Waadventista wa Sabato, na kwamba uamsho huu ungefuatana na kuacha mafundisho yaliyo nguzo za imani yetu na kujihusisha na kitendo cha kulipangilia upya kanisa. Kama uamsho huu ungetokea, nini kingetendeka? Baada ya kuuliza swali, yeye mwenyewe mjumbe wa Mungu anajibu: kanuni za ukweli ambazo Mungu katika hekima yake amelipatia kanisa la masalio zingeachwa, dini yetu ingebadilishwa. Kanuni za msingi ambazo ndizo zimelitegemeza kanisa katika kazi yake kwa miaka 50 sasa zingehesabiwa kama makosa. Jumuiya mpya ingesimamishwa. Vitabu vya mpango mpya vingeandikwa. Mfumo wa falsafa za akili ya kidunia ungeletwa kanisani. Waanzilishi wa mfumo huu wangeenda mijini na kufanya kazi kubwa na ya ajabu. Sabato kwa hakika
ingechukuliwa bila uzito, hali kadhalika na Mungu aliyeiumba. Hakuna ambacho kingeweza kusimama kinyume na mfumo mpya. Viongozi wangefundisha kwamba wema ni bora zaidi kuliko kosa, lakini Mungu akiwa ameondolewa, wangeweka mategemeo yao katika nguvu za mwanadamu ambaye bila Mungu ni bure. Msingi wao ungejengwa kwenye mchanga. Tufani na dhoruba vingetowesha jengo. Nani ana mamlaka ya kuanzisha mfumo kama huo mpya? Tunazo Biblia zetu. Tunao uzoefu wa maisha uliojaribiwa kwa utendakazi wa Roho Mtakatifu. Tunao ukweli ambao hauruhusu mapatano na dunia. Je, hatutakataa kila kisichoendana na ukweli? Ellen G. White, Selected Messages, Volume 1, kurasa 204 hadi 205. Uchunguzi muhimu kuhusu kauli hiyo hapo juu. Namba 1, nguzo za imani yetu zingeondolewa. Ellen White alisema kwamba uungu, wasifu wa Mungu na Kristo vilihusishwa katika uzushi wa Alfa. Basi hivyo hivyo vitahusishwa katika uzushi wa Omega. Namba 2, hakuna kinachoruhusiwa kuzuia mchakato mpya au kusimama njiani. Namba 3, Mungu ameondolewa kwa kuondoa nguzo. Fundisho muhimu kuhusu wasifu wa Kristo na kafara yake nzuri zaidi, njema kabisa, ambayo mbingu zingepata kutoa, yani incarnation sacrifice, ambapo tuliweza kushiriki Roho wake Mtakatifu, asili ya kimungu. Nukuu zaidi chini. Pointi nyingine zaidi, Mungu akiwa ameondolewa, wangeweka utegemezi wao juu ya nguvu za mwanadamu ambazo bila Mungu ni bure. Je, hii inafanyizaje watu waliochaguliwa kanisa lake, wakati uwepo wa Kristo pekee ndio unaoweza kufanyiza kanisa? The Upward Look, ukurasa 315. Jibu: fundisho la Utatu Mtakatifu kama lilivyoasilishwa katika kikao cha ulimwengu cha Baraza Kuu mwaka 1980 linabatilisha kabisa upatanisho wa patakatifu wa kuzaliwa katika sura nyingine ulioanza katika patakatifu pa mbinguni, kwa kufundisha kwamba kuna nafsi tatu zilizo zote za milele kwa uungu. Kuna nafsi mbili za milele tu, Baba na Mwana. Mungu mwanadamu, yani divine human, aliongezeka wakati mwana wa Adamu kama Mungu alipokuja katika mfanano wa mwili wenye dhambi. Hapo ndipo nafsi nyingine ilipoongezeka katika uungu, na hapakuwa na Mungu mtu wa milele aliyeunganishwa na uungu kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine. Kwa hivyo fundisho la Utatu Mtakatifu linaondoa tendo ambapo nafsi ya tatu iliongezeka, na hivyo kufagilia mbali uchumi mzima wa Kikristo kama vile uzushi wa Alfa ulivyofanya. Yaani, anasema mjumbe wa Mungu, nadharia za umizimu kuhusiana na wasifu wa Mungu au uungu zikifuatwa katika hitimisho lake la kimantiki hufagilia mbali uchumi mzima wa Ukristo. Wanakadiria kuwa ni bure nuru ambayo Kristo alikuja kutoka mbinguni kumpatia Yohana ili awapatie watu wake Mungu. Wanafundisha kuwa mandhari iliyo mbele yetu siyo yenye manufaa ya kutosha kuvuta usikivu maalum. Hawapambanui umuhimu wa ukweli wenye chimbuko la mbinguni, na wanawaibia watu uzoefu wao uliopita, wakiwapa baadaye yake sayansi ya uongo. Ellen G. White, Selected Messages, Volume 1, kurasa 204. Yaani, kuazima fundisho la Utatu Mtakatifu linalokataa kafara ya Kristo, kwamba alitoa uzima wake akatupatia sisi na akatoa ubinadamu, na hivyo nafsi ya ubinadamu ikiwa imeongezeka kwenye hiyo kafara, maana yake ni kumaliza kabisa uchumi mzima wa Kristo, kwa sababu Ellen G. White anatuambia hivi: ubinadamu wa Kristo ndiyo kila kitu kwetu, kwa sababu ndiyo inatoa nini? Mfano na kielelezo na jinsi ya kushinda dhambi. Sasa unapokataa kitu kama hicho na kusema Utatu Mtakatifu, naambia sio rahisi uokolewe.
wala sio rahisi ushinde dhambi hata moja. Muktadha wa kauli hapo juu ni uzushi wa Alfa na Omega. Anasema kwamba Kristo alitamka kwamba baada ya kupaa kwake angetuma kwa kanisa lake kama zawadi ya juu kabisa mfariji ambaye angechukua nafasi yake. Mfariji huyu ni Roho Mtakatifu, yaani nafsi ya uzima wake, hitaji kuu la kanisa lake, nuru na uzima wa ulimwengu. Kwa njia ya Roho wake, Kristo hutuma mvuto wa kupatanishwa na nguvu ambayo huondoa dhambi. Katika zawadi ya Roho, Yesu alitoa kwa mwanadamu kitu kizuri sana ambacho mbingu zingepata kutoa. Roho alitolewa kama wakala anayehuisha, na bila huyu kafara ya Kristo isingekuwa na maana yoyote. Ni kwa njia ya Roho ndipo moyo unatakaswa. Kwa njia ya Roho muumini huwa mshirika wa asili ya kimungu. Kristo ametoa Roho yake kama nguvu ya kimungu kushinda uovu wote wa kurithi na mazoea na kuweka tabia yake mwenyewe kwa kanisa lake. Review and Herald, Mei 19, 1992, ukurasa wa 42. Ikiwa Roho Mtakatifu mfariji ni nafsi ya uzima wake Kristo, huo ni muungano wa karibu sana ukizingatia kuna nafsi tatu tofauti kwa uungu. Muungano huo wa karibu unamaanisha kwamba Roho au Pepo Mtakatifu, Holy Ghost, aliyetajwa kwa mara ya kwanza katika Mathayo 1:18 ni Roho wa hali yake ya kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, kuwa kama Roho Mtakatifu tu wa kimungu. Kisha alipozaliwa katika sura nyingine, ilibidi ajivue kutoka kwenye hali hiyo ya kimungu tu, kwa sababu ubinadamu wake ulizinga huyo Roho Mtakatifu, combined with humanity. Nasema akiwa amezingwa na ubinadamu, Kristo asingeweza kuwa kila mahali mwenyewe binafsi. Kwa hiyo ilikuwa ni vema na kwa faida yao mitume, ili awaache kusudi aende kwa Baba yake na kuwatumia Roho Mtakatifu, yaani mfariji, nafsi ya uzima wake kabla ya kuzaliwa katika sura nyingine, kuwa mrithi wake hapa duniani. Roho Mtakatifu ni yeye Kristo mwenyewe akiwa amevulishwa nafsi ya ubinadamu na akijitegemea. Angejiwakilisha mwenyewe katika sehemu zote kwa njia ya Roho Mtakatifu. Manuscript Releases Volume 14 namba 1081 hadi 1135 na Manuscript Release namba 1084. Mojawapo ya ushahidi mkubwa zaidi kwamba ubinadamu wa Kristo ulivulishwa au kuondolewa au kutenganishwa kutoka kwenye uwepo wake wa Roho Mtakatifu wa kimungu wakati wa kuzaliwa kwake katika sura nyingine, na kwamba ulibaki mbinguni Kristo alipokuwa duniani ni Yohana 3:13. Yesu anazungumza ana kwa ana na Nikodemu, lakini anasema mwana wa Adamu yuko mbinguni. Kwa hivyo kauli ya Ellen White iliyojaa utata inakubaliana kikamilifu na Yohana 3:13 hapa chini. Na tafadhali angalia Biblia ya Kiswahili, wameondoa haka sehemu ka mwisho ili kukupoteza hivyo. Yohana 3:13 anasema, wala hakuna mtu aliyepaa mbinguni ila yeye aliyeshuka kutoka mbinguni, yaani mwana wa Adamu. Ila aliye mbinguni wameiondoa. Maana yake wanakuzuia usione kafara ya nani? Ya Kristo. Tutaendelea kesho au tutamalizia kesho na sehemu ya 8. Hitimisho. Katikati ya vilio vinavyochanganya utapelekwa ushuhuda maalum, ujumbe maalum wa ukweli unaofaa kwa wakati huu, ujumbe ambao unatakiwa kupokelewa, kuaminiwa na kufanyiwa kazi. ACDA Bible Commentary Volume 7 ukurasa 984. Kama hujui ujumbe huo ni nini, ni namna gani tutaweza kuwa na sehemu katika kutoa na kuweza kuutambua wakati unapokuja? Shetani amepanga hali ya mambo ambapo utangazaji wa ujumbe wa malaika watatu utafungwa tu. Tunatakiwa kuwa na tahadhari na mipango yake na taratibu. Hakutakiwi kuwepo na kuondoa ukweli
wala kufunika ujumbe kwa wakati huu. Ujumbe wa malaika watatu lazima utiwe nguvu na kuthibitishwa. Sura ya 18 ya Ufunuo inafunua umuhimu wa kuleta ukweli bila kuwa katika viwango vilivyopimwa, lakini kwa ujasiri na nguvu. Kumekuwepo na kupapasa katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Ujumbe haujatolewa kwa wazi na kwa pekee kama ulivyotakiwa kuwa umetolewa. Evangelism, ukurasa wa 230. Kazi yetu sasa ni kuamsha watu. Shetani pamoja na malaika zake wote ameshuka chini na nguvu kuu kufanya kazi kwa kila udanganyifu unaowezekana kupingana kazi ya Mungu. Bwana ana ujumbe kwa ajili ya watu wake. Ujumbe huu utapelekwa, watu waukubali au kukataa. Kama ilivyokuwa siku za Kristo, kutakuwepo njama za hali ya juu za mamlaka za giza, lakini ujumbe hautakiwi kufunikwa kwa maneno laini au hotuba za staha ziliazo amani amani, wakati hakuna amani kwa wale wanaogeuka mbali kutoka kwa Mungu. Signs of the Times, volume 3, ukurasa 441 ya Desemba 23, 1897. Kusimama katika kutetea ukweli na haki wakati wengi wanatuacha. Kupigana vita vya Bwana wakati mashujaa ni wachache. Huu ndio utakuwa mtihani wetu. Testimonies for the Church, volume 5, ukurasa 136. Hata sasa mashujaa ni wachache. Karibu hapa kuna vitabu Badiliko la Kupokea Utatu kwa Adventista, shilingi 5,000. Na Iwe Nuru, historia ya Biblia ya kutengana, shilingi 6,000. Neno alifanyika mwili, uungu Roho Mtakatifu na gharama kubwa ya wokovu wetu, shilingi 8,000. Kinaendana na vitabu pacha vingine viwili. Mbingu zilishuka chini. Sehemu ya kwanza ni kafara ya kuzaliwa katika sura nyingine, Incarnation Sacrifice. Sehemu ya pili ni uungu, kurasa 700, shilingi 21,021. Omega ya uasi wa kuogofya kwa Waadventista wa Sabato, shilingi 16,000. Juu ya mwamba huru, funguka kwa asili ya kanisa la Mungu, shilingi 6,000. Shirika la kanisa la Mungu, nyumba iliyojengwa mwambani, shilingi 6,000. Pambano kuu kati ya mema na mabaya, Ellen G. White, kitabu cha Uinjilisti, shilingi 12,000. Machukizo ya Omega na historia ya kanisa, shilingi 20,000. 1844 mpaka sasa hivi. Je, kanisa liko kwenye mstari au lilishalima mbuga? Soma hapa utapata majibu yote. Vitabu vinaelezea historia ya kanisa la Adventista na imani waliokuwa nayo, na huku Nabii Ellen G. White akiwa kati yao zaidi ya miaka 50, na jinsi ambavyo baada ya kufa kwake kanisa aliloliacha limebadilika na kuwa Wakatoliki wanaoendesha misa za takatifu siku ya Jumamosi, kwani viongozi waliamua tangu mwanzo kula meza moja na Shetani. Kweli wote wa uasi umeelezwa na rejea au shahidi, na utajisomea mwenyewe baada ya kungoja kusimuliwa hadithi. Soma vitabu hivi ili ukate shauri. Pia angalia tovuti yetu, yani www.reformedremnants.org, ili upakue ushahidi wa kutosha kuhusu kanisa la SDA lilivyokengeuka na jinsi ya kupokea mvua za masika na kutoa kilio kikuu cha malaika wa Ufunuo 18. Kwa hitaji la vitabu, vijitabu, vipeperushi na ubatizo, nipigie simu saa yoyote na nitakuletea katika namba zinazopita kwenye skrini. Wito. Naliona kwamba kazi ya haraka ambayo Mungu alikuwa anafanya duniani hivi karibuni ingefupishwa katika haki, na kwamba wajumbe wa haraka lazima waharakishe. Je, wote ni wajumbe? Hasha, hasha. Wajumbe wa Mungu wana ujumbe. Present Truth ya Aprili 1, 1850, aya 7. Ikiwa umeguswa na ujumbe huu, tuma sadaka yako au zaka yako kwa CRDB Bank. Jina la akaunti ni SDRR. Namba za akaunti, shilingi na dola ndio hizo zinapita kwenye skrini. Mitandao ya Kipesa, M-Pesa, ya Tirimane, Tigo Pesa ndio hiyo inapita kwenye skrini. Karibuni tena kesho kunako majaliwa, tuendelee tumalizie sehemu ya 8. Basi naomba tupige magoti tuweze kuomba.
Mungu uliyeziumba mbingu na nchi, Mungu wa wote wenye mwili, tunakuomba Bwana uzidi kutupatia Roho wako Mtakatifu ili akaweze kutuongoza katika kuyatenda mapenzi yako. Tunaomba na kushukuru katika jina lake Yesu. Amina. Tumeitwa wote tutengeneze vinyo ya Babeli tulionyeshwa huko Babeli. Baada ya Asiria kuvamiwa na mafundisho ya kipagani, njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Kipi ulichokimbia Roma? Kipi unachofundisha leo? Ndugu, mafundisho idara, bima na msalaba, kanuni eiwa ina lesoni. Sio agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Agizo la Yesu, sio agizo la mitume, bali agizo la upapa. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Ninyi wana ya matengenezo, ni kuinua nuru iliyokanyagwa na kutoa maonyo juu ya makanisa yaliyoacha ukweli na kuungana na ulimwengu. Njoni tujifunze
tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Njoni tujifunze pamoja, njoni tuyachunguze maandiko, njoni tuhubiri neno la Mungu. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma. Mungu watafuta mashujaa hodari watakaosema dhambi za Babeli wasimame, kama Yeremia alisimamia neno. Wachungaji wa leo ni vibaraka, wapakwa mafuta wa Shetani, wameacha ukweli, wafundisha mapokeo toka Roma.